Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwanza niwapongeze kwa michango yenu ambayo mpaka tunafika hapa. Hongereni sana. Asante. Lakini kama mnavyoona hii ni sura ya mbele mnavyoiona, lakini sasa ndio ndani. Tuna haya maeneo mawili ya nyumba, sawa? Hizi tunaziita kaunta. Ingine sehemu nyingine wanaweza kuweka sehemu ya vinywaji, wengine wakaweka hata vyakula, lakini wanakuwa wanasaidia kwa ndani huko. Basi huu ndio ukumbi mnavyoona, lakini kule mbele naona ile ndio stage au jukwaa, sawa? Lakini kule pia kuna vyoo kule, tunaweza kwenda tukaona kule. Ingie tuone hapa ambapo imefikia sehemu ya kuoga kama mnavyoona. Ndio maana unaona ukumbi ni mkubwa sana, huwezi kutumia kimoja kuhudumia watu, kwa maana kuna huku na huku. Hizi sehemu zilizo wazi ni kwa ajili ya vioo, hapa chini, hapa katikati na pale juu. Kwamba vioo viwe maeneo fulani pale ndani. Lakini tukasema hapana. Kwanza ukumbi utakaribia kwa kuwa mpini, lakini pia kale kanani kale ka tunajua kule katoka watu watakao bila maana. Kwa maana hiyo mlango utakuwa kwa wale watu wa high table tu hapa. Huu mlango utakuwa show ambacho ni maalum kwa watu wa hapa. Wacha kila mawasiliano na mlango huu. Sawa. Wapo kina mama hapa wanataka kuuliza. Nianze na asante. Jengo hili naliona linapendeza na ni kubwa kusema kweli. Mradi huu mpaka kufikia sasa hivi kwa milioni ngapi? tusaidia mhasibu kama yuko karibu na kama anaweza kujibu kwa haraka. Basi sasa tuandalia. Karibu. Swali langu nilikuwa nauliza, hamjatupa maelekezo ya hii milango miwili? Hii milango miwili? Ndio. Ukumbi ukishatengeneza ukumbi unaweza ukakodiwa na watu wakubwa zaidi. Unaweza kuwepo labda mkutano wa kiserikali, badala kama ni mkuu wa mkoa kuingilia kule, anaingilia hapa. Kwa itifaki za kiserikali. Kwa hiyo tulizingatia yote hayo. Kwa nyongeza, milango ya nyuma kama hii ni mizuri kiusalama sana. Mtakifunga kule tunatokea. Ukiingia kule huwezi kujua kama kuna mlango. Kwanza unakuwa umefungwa, unaweza haraka kume anapata alama kutokea kule, hapa anatoka. Unaingia hapa hamna kitu. Dharura, milango Nuru yetu iangaze. Karibu. Nilitaka tu nijue mpaka sasa hivi hili jengo limechukua miaka mingapi kufikia hapa? Toka limeanza kujengwa mpaka sasa hivi lina muda gani? Mimi nimekuta lina msingi na ni huu mwaka wa 5 sasa. Kwa hiyo ni kama miaka hii 5. Karibu. Kama una swali la nyongeza hapo, nitaka kujua tu kwa mwaka huu. Ndio. Kama lina miaka 5, kwa mwaka huu ni sehemu gani ambapo limejengwa au ndio hapo juu? Kwa mwaka huu naona hiyo level ya juu. Hizo tofali mpya kuzunguka eneo lote ndizo ambazo tumeweka. Tulikuwa na vifusi hapo vya mchanga, kokoto, kumbe tukafyatua tofali na watu walikuwa wanatuibia nondo. Kulikuwa na nondo zimechomoza kwenye nguzo bila kufunikwa. Mara ya kwanza tukasema tuzipake rangi zisipate kutu. Nyingine kule mbele wakazikata. Kwa hiyo zile nguzo tumejenga upya. Baada ya mkandarasi wa kwanza kuvunja naye mkataba, alikuwa jeshi la magereza ndio waliokuwa wanatujengea. Wakawa na gharama kubwa, lakini tukiangalia wanachokifanya
kama vile kinaweza kufanyika na mafundi wengine wa kawaida na kikawa kizuri kwa gharama ndogo, tukariski tukavunja mkataba. Kumbe mwaka wa jana ndo tuliingia makubaliano na fundi mwingine anaitwa Fupi, akatujengea hilo eneo la juu lililobaki. Magereza walikuwa wanahitaji kama milioni 15. 15. Walikuwa wanahitaji milioni 15. Lakini Fupi akatujengea kwa milioni 5,500,000. Kwa tumeokoa karibu 10 nzima. Kumbe mtaisikia kwenye taarifa yetu, wale watu wa magereza baada ya kuachana walikuwa wanadaiwa vifusi vya kuweka humu. Wakawa wametuzuia na pale tusipajenge ili maroli yaweze kupita. Kwa hiyo wakamwaga vifusi kadhaa, na wadai bado vifusi vya maroli yale ya cubic mita karibu 17.5, maroli kama 6. Na wao wanatudai milioni 1. Kwa hiyo wakileta vifusi tunawapa, hawaleti vifusi hatuwapi. Kwa hiyo tuko nao hivyo. Sawa. Tumaendelee wala sio mdogo. Lakini pia tulipenda kuelewa kama mikakati ikoje ya kumalizia. Kwenye hotuba yangu ya kuwaaga nimeweka, lakini kwa kuwa tuko hapa ni vizuri mkajua kilichoko mbele ni kupaua hili jengo. Tuna shamba la miti la kwenu walei na mimi nikiwemo, liko parokia ya Kalinzi kigango cha Rusaba, lina ekari 10, lina miti inayoitwa pinus na imefikia hatua ya kuvunwa, na humo viongozi watakao kuja ndo tulitaka sasa wapasue mbao kule, halafu waje wapaue, wanunue bati, waezeke. Ndicho kilichopo mbele yetu. Tukishaezeka awamu nyingine tufanye usafi humo, lakini tunayaweza yote hayo sio katika Bwana tutiaye nguvu, ni kwa michango ya kutoka parokia. Sawa. Tunayaweza hayo yote kwa nini? Kwa michango inayotoka parokiani na vyama vya kitume na wadau mbalimbali. Tutaangalia pale parokia ambazo zimechangia toka tumeanza na zile ambazo hazijawahi kujitikisa toka tumeanza, ziko humu. Tumsifu Yesu Kristo. Nuru yetu iangaze. Karibu mjumbe. Milele amina. Swali langu lilikuwa ni kueleza kwamba hili jengo mpaka sasa hivi limeshachukua miaka 6. Karibu 6. Nataka kujua kipindi programu inaandaliwa, mpango wa kuanzishwa inaonekana ni ngapi, kusudi tunapotoka hapa sio kule tukawa na maswali mengi, tujue kinachoendelea. Asante. Tunemu walikuwa wanatulipa fedha ambazo zilianza ujenzi baada ya shughuli za wakimbizi na nini kwenda Ulaya na Marekani kufutwa, wale wapangaji tukawakosa. Kwa hiyo chanzo cha fedha kikapungua. Ile miaka 3 haikuwezekana tena, tukawa tunategemea tu michango kutoka maparokiani. Kwa hiyo ile michango kutoka parokiani, leo unapata 500,000, kesho unapata 1,000,000, kesho hivyo, tukashindwa kuendelea. Kwa hiyo kwa miaka karibu 3 ya nyuma tumeweza tu kuweka hiyo ya juu. Kumbe BOQ ile iko kwa mkurugenzi wetu wa walei, lakini gharama halisi zilizowekwa pale sio zitakazomaliza tena hapa, kwa sababu ya uchumi kubadilika, mafuta kupanda bei na vitu kuongezeka gharama. Kumbe tutaichukua, alafu tutawaambieni kilichokuwa kimepangwa, lakini kile kijacho sasa ni kigumu kwa sababu ya mabadiliko ya bei za vitu. Maana bati wakati ule za geji 30 za kiboko zilikuwa zinauzwa shilingi 31,000 kwa pisi moja. Sasa hivi ni 38,000. Tena ukiagiza kwa wakala anayechukua kiwandani kwa pisi moja. Na hapa ziko pisi karibu 600 na kidogo. Nuru yetu iangaze. Wajumbe wapya waliotukuta huku, huu ni utangulizi tu, kikao hakijaanza, kumbe mmewahi. Tunawapitisha kwenye jengo la ukumbi wa halmashauri ya walei Jimbo Katoliki la Kigoma. Basi kama hakuna maswali mengine, tuingie huko muone vyumba. Hapa tuliuziwa na mtu
hivyo vyumba, lakini havikuwa kama vilivyo sasa. Baada ya kuwa tumenunua, parokia zilichanga ili tupate magodoro, tupate na fedha ya kulipia, nyingine hazikuchanga. Kumbe vyumba vilikarabatiwa sehemu kwa fedha ya walei, sehemu walikarabati IOM bila kutukata kwenye kodi. Ikawa ni sehemu tu ya kutusaidia mchango wao, na wakati wanaondoka walikuwa wamelipa kama miezi miwili mbele, wakatuachia na ile hela, hawakutudai. Kumbe tunawashukuru sana IOM. Tunatamani wale wageni warudi, halafu na wao waje wao wapangaji tena ili tumalize ukumbi. Hatuombei wapigane, lakini warudi. Basi tuingie kwenye jumba hapo. Nikodema ataendelea kutuongoza na tutajibu maswali. Tuna viwanja vinne. Upande huu kuna viwanja viwili na huku kuna viwanja viwili, na mpaka wake uko hapa. Bikoni yake iko mahali fulani. Kwa hiyo hii jengo limechukua kiwanja kizima kimoja. Tumsifu Yesu Kristo. Hili jengo na vyumba vya kulala 29 ambavyo tunaweza tunavitumia kwa wageni wetu, lakini kama ni tofauti kidogo na lile jengo la pili. Hivi vyumba vyake viko kule, na hivyo kwa naongea mwenyekiti wetu hapa ni kwamba hizi tairi zilizoko hapa chini wameweka watu wa IOM. Haya mabomba tunayoyaona haya na hizi bati za juu hawakupenda wakati wao mvua zikinyesha hapa maji yadondokee hapa, ili wale wageni walikuwa na waweka hapa waweze kuwa salama wakati wa jua na wakati wa nini, kwa mvua. Mabafu pia yako kule. Ndio maana kuna mjumbe mmoja jana alipoambia sasa choo ni kwa mimi naomba mnipeke mahali pengine, lakini huu ndio uwezo wetu kwa sasa. Kwa hiyo kama hali ingekuwa ni nzuri, hivi vyumba vinawezekana kufanywa maboresho. Unaweza kufanya maboresho ukaweka sehemu ya choo na bafu humo ndani na maisha yakaenda vizuri zaidi. Lakini kinachotukwamisha ni swala la uchumi. Hii ni korido ya kwanza, tuone korido ya pili pia. Hii ni korido ya pili. Vyumba vyake sio vikubwa kama ile korido ya kwanza, lakini wenzetu wa IOM waliweza kufanya maboresho kwa chumba kimoja kiki hapa, kina choo na bafu. Waliongeza upande wa kule ikapatikana choo na bafu.